hakuweza kuingia. Alinipigia simu but nilimcheki tu usiku. Justin Masanja ambaye ni kiongozi wa darasa alilokuwa akisoma, alikuwa mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha IFM Dar es Salaam, aliuawa kisha mwili wake kukutwa hauna kichwa ukiwa unaelea katika mto Msimbazi jijini Dar es Salaam. Amezungumza na kueleza kuwa mara ya mwisho aliwasiliana naye kuhusu kipindi cha darasani na enzi za uhai wake alikuwa mtu mwema. Jina Justin Masanja, class representative kwenye darasa, mwakilishi wa darasa, kama pale FM ni mbunge wa darasa. James Rogers Temba alikuwa ni mwanafunzi wa darasa langu, mimi nilikuwa kiongozi wake, kwa hiyo nilikuwa namfahamu kwa mazingira ya chuo. Akija vile ananitext niwekee seat na kuja darasani hivyo, ni mazingira tu ya chuo vile. Na mara mwisho niliwasiliana naye Friday ilikuwa ni kipindi, kwa kuna kipindi hakuweza kuingia. Alinipigia simu but nilimcheki tu usiku hivyo. Hiyo Ijumaa ndo ilikuwa mara yangu ya mwisho kuongea naye. Mambo mengine James alikuwa tu ni mtu poa, alikuwa hana shida na mtu yote pale chuoni. Mambo tukawa tunawasiliana tu tukiwa chuo baada ya vipindi tu hivyo tuna communicate tu tukiwa chuo. Okay, tunajua wanafunzi wanapokuwa vioni wanafanya shughuli nyingine za kujipatia kipato tofauti. Yeye kwa ulivyomfahamu alikuwa anafanya kazi gani nyingine? Kwenye kuhusu shughuli za nje ya chuo nilikuwa simfahamu kiukweli. Nilikuwa nafahamia tu chuo, kwa mazingira ya chuo basi, kwa sababu tunasoma darasa moja. Mazingira tofauti na chuo nilikuwa sifahamu chochote kuhusiana naye, hata kwa tu nilikuwa sifahamu. Nimekuja kufahamu baada ya kupewa taarifa ya msiba. Kitendo hichi serikali ya wanafunzi ya FMSO inalaani vikali kitendo kama hichi, na hatujapendezwa kabisa na hili tukio lilivyotokea mpaka sasa hivi. Yani tumefika, lakini bado hatuamini kama ni kweli jamaa wetu ameondoka. Ni hivyo, ni jambo la kuhuzunisha sana, ni kushuhudia kwenye nchi yetu tukio kama hili linatokea. Ni sio zuri kiukweli. Alikuwa anachukulia course gani? Economics and Finance. Naitwa Martin Lodrick Shaw. Ni James Temba alikuwa rafiki yetu. Sikujua James Temba, ilikuwa ni darasani tu basi. Tukutane darasani akawa rafiki yetu, kwa sababu rafiki yangu kiongozi akawa rafiki yetu pia. Sometime akichelewa anatuambia tumwekee siti, na sisi sometime tukichelewa tunamwambia tuwekee siti. Ndio rafiki yetu ulipoanzia. Mimi mara mwisho kuzungumza naye ni yeye alipataga msiba wa anti yake tu, kama anti yake. Nikampa pole, akanambia brother nimeumia sana, kanitoka anti yangu. Nikamwambia pole, ataisha. Mimi ndo mara ya mwisho nimeongea naye muda sana mimi. Taarifa za kifo chake uliambiwa kwamba amefariki kwenye mazingira gani? Taarifa kuhusu kifo chake si tumesikia tu, hatujashuhudia, tumesikia tu. Mwili wake upo mto Msimbazi basi. Mwili wa James Temba ukiwa hauna kichwa umezikwa katika kijiji cha Telamande kata ya Old Moshi Magharibi mkoani Kilimanjaro, huku jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam likitoa taarifa kwa vyombo vya habari ya kuwashikilia watu 4 kutokana na tuhuma hizo za mauaji. Ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com. Hapa na ripoti kutoka mkoani Kilimanjaro. Naitwa Godfrey Thomas Ngomba.